من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن. Ndugu zangu Waislamu, leo tuko tarehe 4 mwezi wa Muharram mwaka 1448 Hijria. Tumo ndani ya mwaka mpya katika mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, na sisi kama Waislamu hatusherehekei mwaka mpya wala hatuadhimishi mwaka mpya. Wewe unaadhimisha kitu gani ndugu zangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba wala wema waliotangulia hawajawahi kusherehekea mwaka mpya. Leo unamwona Muislamu anamtumia ndugu yake Muislamu, anamwambia happy Muharram au happy new year. Ndio wanauliza wenye kuuliza wote, so happy in the new year. Kuna furaha gani katika mwaka mpya na umri wako na wangu na katika hapa? Ikiwa umebakisha miaka 3 sasa hivi imebakia miaka 2, wewe unasherehekea nini hapa? Ilikuwa itakana ulie, upige nduru kwa sababu unakaribia kaburi, unakaribia kuondoka duniani. Wewe unasherehekea kitu gani ndugu zangu? Lakini leo Waislamu wamekuwa tunatumiana happy new year, mwaka mpya Muharram, ila hali ya kuwa sisi kama Waislamu inapokatika mwaka mpya intakana tutathmini maisha yetu. Mpaka sasa hivi umri unakatika, uzee unaingia, mimi nakaribia kuondoka. Nimefanya nini mpaka sasa hivi kujikaribisha kwa Mola wangu? Wakati wangu unaondoka, mimi na Mola wangu uhusiano wetu uko vipi? Hivi ndio namna Muislamu anafaa kufanya mwaka mpya ukiingia. Wewe kaa chini leo, ukifika nyumbani ndugu zangu, jiulize mwaka unapita ambaye ni mwaka 1447 ulifanya nini katika matendo mema? Anza kujitathmini. Alhamdulillah, ulifunga mwezi mzima wa Ramadhani, ukafunga saumu za sunna, ukaswali kwa jamaa msikitini swala zote 5, ukawa unaswali swala za sunna za kablia na baadia, swala ya tahajjud haikukupita wewe. Jitathmini ndugu zangu, angalia katika mwaka uliopita nimesoma Qur'ani kiasi gani? Katika mwaka uliopita umewatendea wazazi wako wawili wema kiasi gani? Umetoa sadaka kiasi gani? Je, uliwahi kutoa zaka? Alafu njoo ujipinde vile vile katika mambo ya maasi. Umri wangu na katika hii maasi ambayo mimi nayafanya sasa hivi, nitaendelea mpaka lini? Leo madrasa mshadid, kuna baadhi ya Waislamu imekatika katika umri wao miaka 40, miaka 30. Wao ni wale wale na tabia mbovu ziko katika maisha yao. Tabia yake mbovu ni zile zile, mwenendo wake mbaya ni yale yale, mazungumzo yake machafu ni yale yale, ibada zake za tabu ni zile zile. Sasa wewe ndugu yangu utabadilika lini? Na umri wako na wangu na katika hapa. Ndio unaona Imamu na Shafi'i ana maneno mazito sana anataja kuhusiana na masala haya, akasema inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mal fiha sufuna. Imamu Shafi'i anasema inna lillahi ibadan futana, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana waja wake hapa duniani ambaye wana akili ambayo si kawaida. Sio kila mwenye akili anaitumia akili yake. Kuna watu Mungu amewapa akili na wao na wanyama hakuna tofauti, hawaitumii akili yao, hawaitumii macho yao. Anao macho ni kama ambaye haoni. Inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khafu fitana, waliipa nyongo hii dunia, waliitema dunia
fitina iliyoko ndani yake. Baada ya kuiangalia hii dunia, wakaona dunia ni mtihani, dunia ni fitna, kila kilichoko ndani yake ni mtihani. Ndugu zangu, ikiwa una mali wewe ni mtihani kwako wewe, ikiwa ni maskini ni mtihani kwako wewe, ikiwa wewe ni tajiri ni mtihani, ikiwa ni maskini ni mtihani, ikiwa una afya ya nguvu ya mwili ni fitna kwako wewe, na ikiwa wewe ni mgonjwa vile vile ni fitna kwako wewe. Ukiwa ndani ya amani ni fitna, na ukiwa ndani ya hofu ni fitna. Sasa wale wenye akili waligundua hilo, falamma alimu nadharu fiha, waliangalia hii dunia, falamma alimu annaha laysat bihayyin watana, walipogundua kwamba hii dunia aliyekuwa hai ndani yake hana chake. Haya yote ambayo umepewa hapa duniani, ndugu zangu, umepewa kwa muda maalum tu, utakuja kuyaacha yote. Kama ni afya umepewa kwa muda maalum, kama ni mali kwa muda maalum, kama ni watoto kwa muda maalum, kama ni starehe kwa muda maalum. Laysat bihayyin watana, walipogundua kwamba yeyote ambaye yuko hai duniani hana chake, jaaluha lujjatan, waliipa ile dunia mautamu. Maana yake waliigeuka dunia, wakaipa mgongo dunia, wakawa wanaelekea wapi? Huku jaaluha lujjatan wattakhadhu salihal a'malu fiha sufna, wakachukua matendo mema ndo jahazi, meli yao ya kuvuka naye katika dunia hii. Marekebu yako, safina yako, meli yako ya kuvuka naye katika hii dunia kwenda akhera, hauna nyingine ndugu zangu isipokuwa ni matendo mema. Kwa hivyo tupate kujua hili ndugu zangu, kwamba wakati unakatika, siku zinakwenda, umri unakaribia. Hii ndio maana ya mwaka mpya, lakini hatusherehekei. Kwa sababu unasherehekea nini wewe? Ndio unaona sisi wengine wetu ni kama hawa tu. Ikifika Disemba tarehe 31 saa 6 za usiku kuamkia Januari, wanapiga makelele, wanapiga nuru kwa vifijo na nderemo, wakisherehekea kwamba wao wamevuka. Wamevuka, walikuwa wapi na sasa hivi wako wapi? Unajua maana ya kuvuka ni nini? Maana ya kuvuka, wanaamini kwamba wamevuka mauti, wameiacha mauti kwenye mgongo wao. Takwimu inaonyesha hakuna mwezi ambao una ajali nyingi duniani kama mwezi wa Januari, na walivuka. Kwa hivyo hii ni mwezi wa Muharram, ndugu zangu, tumo ndani mwaka mpya, na ni mwezi miongoni mwa miezi mitukufu ambao Mwenyezi Mungu ameitaja katika surati Tauba. Mwenyezi Mungu anasema, inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra, hakika idadi ya miezi mbele ya Mungu ni miezi 12. Miezi 12 ambayo leo manasari shadidi, Waislamu wengi leo hawajui miezi ya Kiislamu. Miezi ya hao watu hatuna budi lazima tuishi na wao, hatuna budi lazima tuzijue. Tunaishi na wao, biashara pamoja nao, maisha tuko nao, lakini isikuweke mbali kiasi ambacho wewe Muislamu leo ukiulizwa nitajie miezi ya Kiislamu toka mwanzo mpaka mwisho, miezi 12, wengine hapa watatafuta mahali pa kuingiza shingo kwa kuona haya. Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja. Ni wajibu wa kila Muislamu leo kuzijua hizi miezi. Leo Waislamu wengi hawajui wiki ya Kiislamu. Wiki za Kiislamu zinaitwaje? Hawajui. Wiki za hawa hatuna budi lazima tuyatumie katika maisha yetu na biashara zetu, lakini wallahi tukija kuyachunguza yao haya yamejaa kila aina uchafu ndani yake, kila aina najisi. Nenda ukaangalia kwenye encyclopedia Britannica maana ya Monday ni kitu gani, Tuesday ni kitu gani, Friday ni kitu gani, Saturday ni kitu gani. Hizi zote ni miungu ambayo inaabudiwa, mpaka uchi wa wanawake ziko ndani, wala hatuwezi kuyataja haya kwa sababu ya wakati. Lakini yetu ambaye muulize Muislamu leo, siku ya kwanza katika wiki ya Kiislamu ni gani? Siku ya kwanza katika wiki ya Kiislamu ni gani? Kuna mtu yote anayejua? Kama unajua ndugu yangu nijibu tu,
anaruhusiwa kuongea na khatibu akiwa juu ya mimbar? Nani shafisha? Yaumu Sabt. Ndugu yetu amesema kwamba ni yaumu Sabt. Kuna jambo lingine? Nani shafisha? Yaumu Ahad. Ahad ni siku ya kwanza ya wiki ya Kiislamu. Hii Ahad tunapoisema kwa Kiswahili tunasemaje? Tunasemaje bwana? Jumapili. Tunaita Jumapili. Itakuwaje Ahad iwe ni pili? Ahad ni moja. Ndio ilikuwa inafaa iwe Jumamosi kama tunataka ndugu yetu. Yaumul Ithnain ambayo ni siku ya Jumapili tumeifanya imekuwa ni siku ya Jumatatu. Ndio namuuliza Muislamu leo ni Jumatatu. Kwa Kiislamu inaitwaje hakwambia Yaumul Ithnain? Haiwezi kuwa Ithnain kama ni tatu. Yaumul Thulatha wanaita ni siku ya Jumanne, ni siku ya Jumanne na hali ya kuwa ndio siku ya Jumatatu. Yaumul Arbi'a ndio siku ya Jumanne wanaifanya ni siku ya Jumatatu. Wa Yaumul Khamis kama ni Yaumul Khamis. Hizi zote kama Muislamu ni wajibu kila Muislamu kuyajua haya. Hii ndugu zangu, mwezi wa Muharram minha arba'atun hurum. Kuna miezi minne ambayo ni miezi mitukufu, nayo ni thalathatun mutawaliyat wa Rajab Mudhar. Mwezi wa miezi mitatu ambayo yanafuatana ambayo ni mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, kisha na mwezi wa Rajab. Utukufu wa miezi hizi, miezi Mungu peke yake ni mwenye kujua. Hata Ramadhani haimo katika miezi mitukufu minne, na tunajua utukufu wa Ramadhani na uzito wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye anajua wa yakhluqu ma yasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba anachotaka na yeye mwenyewe ndo anachagua. Akachagua kile anachotaka yeye na akafanya. Haya ni miezi mitukufu katika miezi katika muda wa mwaka mzima. Hii mwezi wa Muharram ndugu zangu, kuna mambo mengi ya kujifundisha huko ndani, mbali na kuwa ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, aliwakuta Mayahudi wanafunga siku ya Ashura. Akawauliza Mayahudi, ni kwa nini mnafunga hii siku? Mayahudi wakatoa jawabu, wakasema hadha yawmun salih najja Allahu Musa min Fir'aun. Hii ni siku nzuri, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabii Musa kutokana na Firaun. Sasa Mayahudi wakawa wanafunga saumu ya Ashura kwa sababu ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabii Musa kutokana na Firaun. Mtume wa sallam akawaambia Mayahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tunayo haki juu ya Nabii Musa kuliko ninyi. Fasama wa amara bi siyamihi, Mtume wa sallam akafunga saumu ya Ashura hapo hapo na akawaamrisha masahaba kufunga. Aliwaamrisha masahaba, maana yake nini? Maana yake saumu ya kwanza kufaradhishwa katika ardhi kabla ya Ramadhani ni saumu ya Ashura, lakini Ramadhani ni kufaradhishwa katika mwaka wa pili. Mtume wa sallam akawaambia, sasa Waislamu, hii saumu ya Ashura inabaki kama ni sunna, anayetaka na afunge na asiyetaka hana makosa, lakini akawaeleza faida yake. Akawaambia, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata al-madhiya, mimi nina imani mtu yote atakayefunga saumu ya siku ya Ashura, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfutia madhambi ya mwaka mzima iliyopita. Madhambi ya mwaka mzima iliyopita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufutia kwa sababu ya kufunga saumu ya siku ya Ashura. Angalia saumu ya siku ya Arafa, tunafutia madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Na saumu ya Ashura tunafutia madhambi ya mwaka uliopita, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi Waislamu tuingie peponi kwa lazima. Mimi nitawafutia madhambi zenu, bora muyafanye haya ambayo mimi nataka muyafanye. Basi ndio unaona hapa, ndugu zangu, wiki inayokuja kuna siku kubwa sana hii katika maisha ya Muislamu, na ni siku ya Alhamisi ijayo, itakuwa ni siku ya Ashura. Wewe Muislamu nitakana ufunge hiyo siku,
na iliyokuwa bora. Mtume SAW alipokaribia mwisho uhai wake, ile mwaka wa mwisho ambaye alikuwa anaelekea kufa, maswahaba walikuja kwa Mtume wakamshtakia Mtume, wakamwambia ya Rasulullah, Mayahudi pia wanafunga hizi. Basi ndio Mtume akawaambia, fa in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinipa uhai nikabakia mpaka mwaka ujao, nitafunga tarehe 9 na tarehe 10 kuwahalifu Mayahudi. Na hii ndio ilikuwa bora. Unapotaka kufunga siku ya Ashura ni ufunge 9 na 10, pamoja na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika mwaka ujao akawa ashakufa na hakuweza tena kufunga saumu hii. Lakini ilikuwa bora cha kufunga saumu ya Ashura ni 9 na 10. Ikiwa hautaweza kufunga 9 na 10, angalau ufunge 10 peke yake, kwani Mtume miaka yote alikuwa anafunga 10 peke yake, lakini ametoa mwongozo ili kuwahalifu Mayahudi ufunge tarehe 9 ambayo ni Tasua na tarehe 10 ambayo ni Ashura. Kwa hivyo wiki inayokuja Jumatano na Alhamis tutakuwa ndani ya saumu ya Tasua na Ashura, mbali na kuwa kuna saumu ya Jumatatu. Kisha wiki inayofuata, wiki hiyo Jumapili, Jumatano na Alhamisi, Tasua na Ashura, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne ni siyam ayyamul bid, ni funga za siku nyeupe ambayo Mtume hajawahi kuacha kwa maisha yake, na akiwahusia masahaba ridwanullah alayhim. Unafunga saumu hizi na Jumatatu na Alhamisi kwa kuwa katika mwezi wa Muharram saumu iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni saumu ambayo Muislamu anaifunga katika mwezi wa Muharram. Mtume wa sallam anasema, afdalu salat ba'da al-fariida as-salatu fi jawfi al-layl, swala iliyokuwa bora baada ya swala za faradhi ni swala ambayo Muislamu anaiswali usiku wa manane, ambayo ni tahajjud. Tusiache kuswali tahajjud ndugu zangu, hata kama ni kwa wiki mara moja. Hii ndio swala iliyokuwa bora baada ya swala za faradhi, baada ya alfajiri, baada ya dhuhuri, baada ya alasiri na baada ya magharibi na isha. Swala inayofuata ni swala ya tahajjud. Mtume anasema katika hadithi ambaye ameihasinisha Rabbani kama alivyosahihisha Imam Dhahabi, Mtume anasema, alaykum bi qiyamil layl fa innahu da'bu as-salihin qablakum, ni juu yenu kila mmoja wenu kuamka usiku swala ya tahajjud, kwani ni alama na njia ya wema waliotangulia. Walikuwa hawaachi swala za usiku. Wa maqrabatun ila rabbikum, na swala ya tahajjud inamkaribisha mtu kwa Mola wake. Wa manhatun anil ithmi, swala ya tahajjud Mtume anasema inamzuia mtu na madhambi. Ikiwa kuna madhambi wewe leo unashinda kuyaacha, lazimisha swala ya tahajjud. Hii swala itakuondoa katika madhambi ambayo unayafanya. Wa mukaffiratun lidhunub, swala ya tahajjud inamsitia mtu madhambi yake. Wa matradatun liddai an aljasad, na swala ya tahajjud inafukuza maradhi mwilini. Wewe ukiwa na maradhi sugu, maradhi usopona, maradhi ambayo yanakusumbua, lazimisha swala ya tahajjud, itaondoa maradhi ndani ya mwili wako. Wa afdalu siyam baada Ramadhan shahrullahi Muharram, na saumu iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni saumu ambayo Muislamu anaifunga katika mwezi wa Mungu, mwezi wa Allah ambayo ni Muharram. Mtume hajawahi kutaja kwa miezi mingine ni miezi ya Mungu isipokuwa mwezi wa Muharram, kuonesha uzito wake. Ina maana saumu yoyote ya sunna utakayofunga wewe katika mwezi wa Muharram ndio saumu bora kuliko saumu za sunna zote ambazo umezifunga katika miezi mingine isipokuwa Muharram. Jumatatu ambayo utakayofunga wewe katika mwezi wa Muharram ni bora kuliko Jumatatu ambayo umefunga katika masiku mengine isipokuwa Muharram. Alhamis, ayyamul bid na saumu zingine haya. Wasiyam la